katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa baada ya klabu ya Simba kuzuiwa na wanaosemekana kuwa ni makomando wa klabu ya Yanga kushindwa kuingia na kufanya mazoezi, hali iliyopelekea klabu ya Simba benchi la ufundi na wachezaji wao kuondoka katika uwanja huu na kurejea ilipo kambi yao. Lakini usiku wa jana majira ya saa 8 saa 9 taarifa kwa umma ilitoka kutoka klabu ya Simba kupitia ukurasa wao wa Instagram ya kwamba klabu ya Simba wamesikitishwa na namna ambavyo wametendewa, na wao wakafikia uamuzi wa kuweka wazi kwamba leo siku ya Jumamosi tarehe 8 siku ya wanawake duniani hawataleta timu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na kwa upande wako mtazamaji unaweza kushuhudia namna ambavyo uwanja ukiwa mtupu sehemu kubwa, na hiyo inadhihirisha kwamba dalili mbaya, dalili za bundi amekaa juu ya dabi ya Kariakoo. Kuna uwezekano tukashindwa kushuhudia mchezo huu mkubwa kabisa katika siku ya leo, mchezo wa marejeano wa dabi ya Kariakoo. Baada ya mchezo wa kwanza klabu ya Yanga kubuka na shinda goli 1-0 katika uwanja huu. Leo haijulikani mvua itanyesha, majua litaendelea kuwaka, lakini ukweli ni kwamba hofu, mashaka, taharuki ni kubwa sana. Baada ya klabu ya Simba kuzungumza na umma wa Tanzania kupitia ukurasa wao wa Instagram kwa taarifa muhimu, haikuchukua masaa mengi klabu ya Yanga na wao wakatoa taarifa ya uwepo wa dabi ya Kariakoo, kwamba muda, saa na siku ni ile na uwanja ni ule wa Benjamin Mkapa, kwamba mchezo utakwenda kupigwa kama kawaida. Lakini pia ukurasa wa Instagram wa bodi ya ligi na wao waliweka picha ambayo inaonyesha mchezo utakuwepo kama ulivyopangwa. Sasa ninachokishuhudia ni kwamba baadhi ya mashabiki wa klabu zote mbili, klabu ya Simba na Yanga, wapo maeneo haya, wamekwisha kufika. Ninachoshuhudia watu wa usalama hawa hapa bana. Hilo ndo geti kuu la uwanja wa Benjamin Mkapa, imeandikwa Benjamin Mkapa Stadium, uwanja wa Benjamin Mkapa, na umeona farasi wa usalama wakiongozwa na askari wa usalama wakiingia geti kuu, ambako haijajulikana, na hofu ni kubwa kwa mashabiki imetanda kwamba dabi ya Kariakoo haitapigwa. Na ishara nyingine ni kuona mpaka sasa hata sisi waandishi wenyewe tumeshindwa kupewa vitambulisho maalum vya kutumia katika mchezo huu. Yote hiyo inazusha hofu kwamba dabi haipo, lakini haijatimia taarifa rasmi. Tunasubiri taarifa rasmi ya bodi ya ligi, lakini taarifa rasmi pia ya TFF kwamba kweli mchezo upo, lakini mashabiki wachache wamejitokeza, na wengi wakiwa wana wasiwasi kiasi, lakini pia wapo ambao wana matumaini kwamba mchezo huu utakwenda kupigwa hapo majira ya saa 1:15 za jioni. Nataka tusikie maoni ya mashabiki na wanachama vilabu vikubwa vya Simba na Yanga, namna ambavyo wanasemea nini mpaka sasa. Lakini tayari taratibu zote ziko tayari. Naweza kuona maofisa wa usalama wamefika maeneo haya, lakini pia maofisa wa bodi ya ligi na TFF wako hapa na mashabiki wapo pia. Hii inatoa picha kwamba dabi ya Kariakoo bado ipo hai. Twende tukasikie kile ambacho wanakizungumza wadau wa soka Tanzania, Simba na Yanga.